Bwawani, lakini tuna kituo cha kupokea umeme cha Linzi. Mwaka 2021 kilikuwa kimefikia 35.9% ya ujenzi, lakini tunavyoongea leo kimekamilika kwa 97.59%, kwa maana kwamba tayari kituo hicho ndio sasa kinasambaza umeme unaotoka kule kuingia katika mfumo wetu wa grid. Tunapofika mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu, jumla ya mashine 8 katika zile 9 tayari zilikuwa zimeshakamilika kufungwa na ziko tayari kuzalisha umeme muda wote zinapohitajika kufanya hivyo. Sasa ukichukua 235 megawatts mara mashine 8 unapata 1880. Sasa huo ndo uwezo unaoweza kuzalishwa na kituo kile kwa sasa. Lakini habari njema ni kwamba mwishoni mwa mwezi huu wa 3 mashine namba 1 tayari imeshakamilika, na sasa tutasaini kuichukua ile mashine, na hivyo sasa idadi ya mashine tutakazokuwa tumezichukua kufikia mashine 9, na tukiwa sasa tumekamilisha kabisa uwezo ule wa uzalishaji wa ile plant wa megawati 2115 ambazo serikali yetu chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ililenga kuzizalisha kupitia mradi ule. Watanzania wenzangu, mbali na mradi wa bwawa la Julius Nyerere, tumekamilisha pia mradi wa Rusumo. Huu ni mradi wa megawati 80, ni mradi ambao uko katika mipaka ya nchi 3 za Tanzania, Rwanda na Burundi. Na megawati 80 zinazozalishwa pale tunagawana sawa. Sasa tunavyoongea umefikia 99.9% na unazalisha umeme. Kwa wale wanaokumbuka jiografia vizuri, Rusumo iko kule kaskazini kabisa, karibu magharibi kidogo, nadhani magharibi kidogo ya mkoa wa Kagera, lakini kwa kupakana na nchi za Burundi na Rwanda ambazo nimezitaja. Sasa utaona tofauti. Wakati mradi wa Julius Nyerere uko pwani mashariki katikati, huu mradi uko kaskazini magharibi. Sasa maana yake ni kwamba miradi hii ikiwa maeneo mbalimbali inatusaidia katika kustabilize grid. Na mradi mwingine wa uzalishaji ulikuwa ni mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia gesi asilia wa Kinyerezi 1 ambao una ukubwa wa megawati 185, ambao sasa utekelezaji wake umefikia 98% kutoka 88% iliyokuwepo mwaka 2021. Lakini pia tunao mradi wa kuzalisha umeme kwa kutumia mionzi ya jua, yani solar energy. Hii miradi mingine niliyoiongelea, nimeongelea ya maji miwili Julius Nyerere na Rusumo, nikaongelea wa gesi mmoja, na sasa ninaongelea wa jua. Kumbe tunaweza tukalitumia jua kwa ajili ya kuzalisha umeme, na serikali imefanya hivyo. Mradi wa megawati 150 kule Kishapu Shinyanga ulikuwa wa awamu 2. Awamu ya kwanza ikiwa na megawati 50 ambayo inatarajia kukamilika mwezi Agosti mwaka huu 2025, na awamu ya pili ya megawati 100 ambayo ujenzi wake utaanza baada ya hii awamu ya kwanza ya megawati 50 kukamilika. Ndugu wa Tanzania wenzangu, nilisema awali kwamba jukumu la pili baada ya kuzalisha umeme ni kuusafirisha. Sasa kuusafirisha umeme maana yake ni kujenga laini kubwa za msongo au voltage kubwa ambazo zinaweza zikaubeba ule umeme kutoka unapozalishwa mpaka kwenye vituo vya kupoza umeme, lakini hatimaye kusambaza sasa kwenda kwa watumiaji wa umeme. Katika eneo hilo mwaka 2021 tulikuwa na kilomita 671 za miundombinu ya kusafirisha umeme ya msongo wa kilovolti 400. Lakini tunavyoongea leo tumefikisha kilomita 853.75 ndani ya miaka 4, ambalo hilo pia ni ongezeko kubwa sana. Lakini pia kwa msongo umeme, njia za kusafirisha umeme za msongo wa kilovolti 220 tulikuwa na kilomita 3347, zimeongezeka kufikia kilomita 4095. Msongo wa kilovolti 182 mwaka 2021 zilikuwa kilomita 1825,
zimeongezeka sasa kilomita 116 zaidi, na tumefika jumla ya kilomita 1941. Msongo wa kilovolti 66 tulikuwa na kilomita 580. Hatujaongeza katika eneo hilo, bado tunazo kilomita 580, kwa sababu lengo sasa la shirika na wizara ni kwenda katika kusafirisha umeme kwa kutumia voltage kubwa zaidi, ili tuweze kufika nao maeneo ya mbali zaidi. Watanzania wenzangu, tunayo mipango ya kuunganika kwa gridi za taifa katika ukanda wa Afrika Mashariki. Tumefanikiwa kuunganisha gridi za umeme za taifa kati ya nchi ya Kenya na Tanzania, na tumejenga kituo kikubwa cha kupoza umeme kilichopo eneo la Lemgur pale mjini Arusha kwa ajili ya kupokea umeme huo, na mradi huo ulikamilishwa ilipofika Disemba mwaka wa 2024, ikiwa ni mmoja wa miradi ambayo imetekelezwa ndani ya kipindi cha miaka 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Lakini pia kama mnavyofahamu, yawezekana wengine wetu hapa mmekuja Dodoma kutoka Dar es Salaam kwa kutumia treni ya SGR. Sasa SGR ile tunasema inatumia umeme, na umeme unaotumika pale nao ni umeme ambao unazalishwa na TANESCO. Kwa mafanikio mengine tunayojisifia katika eneo hilo ni kuweza kukamilisha miradi ya umeme ambayo inalisha treni ya SGR, na hivyo kuifanya iweze kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Dodoma bila usumbufu wowote. Na nina imani kwamba hiyo nayo imekuwa ni sehemu kubwa sana ya mafanikio ya serikali yetu ya awamu ya 6. Mapinduzi makubwa katika sekta ya usafirishaji. Sina takwimu sawa sawa, lakini yawezekana. Sina takwimu sawa sawa kuhusu South Africa, lakini yawezekana chini ya Sahara, chini ya jangwa la Sahara, ikawa ni nchi pekee Tanzania ambao sasa tuna treni ya umeme. Kwa ni jambo la kujisifia, ni jambo la kuipongeza serikali ya awamu ya 6 kwa juhudi kubwa ambazo imeweza kufanya kututofautisha sisi wa Tanzania na wenzetu wengi walioko chini ya ukanda wa jangwa la Sahara. Kama nilivyosema, gridi yetu na gridi ya Kenya imeungana. Maana yake ni kwamba mfumo wetu wa umeme utaungana na nchi nyingi ambazo ziko katika ukanda wa kaskazini mashariki mwa bara la Afrika, kwa maana ya Kenya yenyewe kwenda Ethiopia, kwenda South Sudan, kwenda Uganda na kadhalika. Lakini pia tunao mradi sasa ambao utatuunganisha na wenzetu, utaunganisha mfumo wa gridi yetu na mfumo wa gridi ya nchi za kusini mwa Afrika ambazo zinaitwa nchi za SADC. Na tunachotaka kufanya pale ni kuwa na kapula pamoja la umeme ambalo linaitwa Southern African Power Pool. Huku kaskazini tuna Eastern African Power Pool, lakini kusini tuna Southern African Power Pool. Kwa mradi huu ambao umeanza kuanzia Iringa, miundombinu mikubwa ya umeme wa kilovolti 400 inajengwa kutoka Iringa mpaka Mbeya Tunduma, alafu Tunduma inavuka kwenda Zambia. Tukishafika Zambia tunajiunganisha na hiyo gridi ya nchi za SADC. Mradi huu ulikwisha kuanza. Kilomita 624 zitajengwa. Lakini pia utekelezaji wake umefikia 34%. Na mradi huu unapofika pale Tunduma, maana yake tutairefusha ile line ya msongo wa kilovolti 400 ili iweze kwenda Sumbawanga, na baada ya hapo mkoa wa Rukwa nao uweze kuingia kwenye mfumo wa gridi ya taifa. Tunatarajia hili kwamba litakamilika mwaka wa 2026 kuelekea mwaka 2027. Lakini kama nilivyoongea mwanzoni, nikasema bwawa la Julius Nyerere tumejenga line ya kutoka kwenye bwawa mpaka Chalinze. Line ndogo ndogo zinabeba umeme kutoka pale Chalinze kuleta Dodoma na maeneo mengine ya nchi yetu na kupeleka Iringa kusini, lakini pia zinabeba kupeleka Dar es Salaam. Lakini nimesema ni line ndogo za ukubwa au za voltage 132 na 220. Sasa tunao mradi ambao tumeanza kujenga kwa ajili ya kuwa na line kubwa ya kilovolti 400 ambayo itabeba umeme kutoka Chalinze
ili uweze kuuleta mpaka Dodoma, na ukifika Dodoma uingie kwenye substation ya Zuzu, ambayo ndo substation mama katika mfumo wetu wa umeme wa gridi ya taifa. Kwa sababu ukishafika Zuzu unaweza kwenda Mwanza kwa hizi line kubwa, unaweza ukaenda Arusha mpaka Kenya kwa hizo line za kilovolti 400, lakini unaweza ukarudi kutoka Dodoma ukaenda mpaka Tagamenda Iringa, ambako ndo kuna substation ile, ambako ndiko ujenzi wa line kubwa ya kilovolti 400 kwenda Zambia umeanzia pale. Kwa hiyo huo mradi nao ni mradi muhimu, na ni mradi ambao unafadhiliwa na serikali ya Tanzania, na umeanza kutekelezwa katika hii awamu ya 6 ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mradi huu umefikia 15% na tunataraji kwamba mwaka 2026 mradi huu utaweza kukamilika. Na mradi huu ndo 40 wa changamoto nyingi za umeme ambazo zipo sasa. Kwa sababu ukishakuwepo, maana yake tutakuwa na kwamba ule umeme mkubwa unaotoka Julius Nyerere unaweza sasa wote kubebwa na ukafika Dodoma na ukasambazwa kwenda kwenye maeneo yote ya nchi yetu kwa kadri ya mahitaji ya matumizi yetu. Kama nilivyosema awali, uwezo wa vinu vyetu vya kufua umeme ni megawati 3796.71, lakini tunachoweza kula kama Watanzania mpaka sasa ni 1900, si ndio? Sasa mfano wake ni kwamba ni kama unaunga ndani gunia lako, umepata mshahara wako, ukasema sasa mshahara pesa inaweza ikaisha hii, kwa hiyo nasema nitanunua gunia nitaweka ndani ili niwe nachota kidogo kidogo, natumia mpaka mwezi ufanye nini, mpaka mwezi uishi. Ndivyo na umeme ulivyo. Tunaposema tuna vyanzo, tuna umeme mwingi tuliouzalisha, maana yake unakaa pale kama akiba. Sasa sisi tunakuwa tunavuta kulingana na nini, na mahitaji yetu, si ndio? Basi nashukuru sana. Sasa kwa upande wa vituo vya kupoza umeme, sababu nimeongea kwamba umeme huu unaozalishwa unakuwa wa msongo mkubwa sana wa voltage 400. Ili tuweze kuutumia lazima tuupoze. Ni kwa nini tunausafirisha ukiwa mkubwa? Ni kwamba uweze kufika mbali unakokwenda bila upotevu njiani. Lakini unapofika mahali fulani ambapo sasa matumizi yake inabidi yafanyike, inabidi kuupoza. Sasa kwa upande wa vituo vya kupoza umeme, mwaka 2021 tulikuwa na jumla ya vituo vya kupoza umeme 128. Lakini hivi tunavyoongea leo, mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Februari mwaka huu 2025, tunavyo vituo vya kupoza umeme 139, ikiwa ni ongezeko la vituo 11 vya kupoza umeme ndani ya miaka mingi. Sasa wale mnaofahamu substations hizi huwa sio kitu kidogo, huwa ni mavitu makubwa sana. Kujenga substation 11 ndani ya miaka 4 ni jambo kubwa sana, na linaonyesha kwa uwazi namna ambavyo serikali ya awamu ya 6 imedhamiria kuhakikisha kwamba huduma ya umeme inafika kwa kiwango toshelevu kwa wananchi wote wa taifa letu la Tanzania. Watanzania wenzangu, kama mnavyofahamu, mara nyingi nimekuwa nikitaja neno grid ya umeme. Lakini kwa bahati mbaya si mikoa yote katika nchi yetu imefikiwa na grid ya umeme. Mikoa mingi imefikiwa, baadhi ya mikoa haijafikiwa. Sasa katika eneo hili, mikoa ambayo mpaka sasa haijafikiwa na grid ya taifa ni sehemu tu ya mkoa wa Kagera. Kagera inazo wilaya nyingi, lakini wilaya za Ngara, Biharamulo na Muleba tayari zimeshaungwa kwenye grid ya taifa. Wilaya zingine zinazobaki ikiwemo Bukoba, Karagwe, Kyerwa, Misenyi na nyingine bado hazijaungwa kwenye grid ya taifa. Lakini mpango wa serikali ni kuhakikisha kwamba mkoa huu sasa, tutakapokamilisha mradi ule wa Benako Kyaka transmission line, mkoa wa Kagera wote utaweza kuingia kwenye grid ya taifa. Mkoa mwingine ambao haujaingia kwenye grid ya taifa ni mkoa wa Katavi. Kama mnavyofahamu, mkoa ule ni mpya. Lakini tunavyoongea sasa, mradi wa kujenga line ya kuiunganisha Katavi kwenye grid ya taifa kuanzia Tabora, kutokea Tabora
umefikia sehemu kubwa, na tunataraji kwamba mwishoni mwa mwezi huu wa 4 tutawasha umeme Katavi, na tutazima majenereta yaliyoko Katavi mjini na ambayo yako katika maeneo ya Inyonga, ambayo kwa sasa ndiyo yanayozalisha umeme kwa ajili ya kuwapatia wananchi wale umeme. Mkoa mwingine ambao haujaingia kwenye gridi ya taifa ni mkoa wa Rukwa. Nimeshauzungumzia kwamba kupitia ule mradi mkubwa wa laini ya kwenda Tunduma hadi Zambia tutaunganisha kwenye gridi ya taifa. Lakini pia tunayo mikoa ya Lindi na Mtwara ambayo tunazalisha umeme kule kwa kutumia mitambo ya gesi asilia, lakini mikoa ile bado haijaingia katika mpango, haijaingia kwenye gridi ya taifa. Sasa miradi ambayo tunayo kwa ajili ya mikoa ile ya Lindi na Mtwara, tunajenga laini kubwa ya msongo wa voltage 220 kutoka Songea, tutaweka substation pale Tunduru, na unatoka tena Tunduru na kwenda Masasi tutaweka substation, na kutoka Masasi unaenda mpaka Mahumbika Lindi, na kwenye tutaweka substation. Na kwa kufanya hivyo miradi hiyo itakuwa mikoa hiyo itakuwa imeingia sasa kwenye mfumo wa gridi ya taifa. Utekelezaji wa mradi huu umeanza, na hivi tunavyozungumza sasa umefikia 51% katika hiyo miradi mitatu niliyoitaja: Songea Tunduru, Tunduru Masasi, na Masasi Mahumbika. Jukumu la tatu la shirika ni kusambaza umeme. Na katika eneo hili unaposambaza umeme, maana yake unaunga wateja wengine wapi? Katika eneo hili mwaka wa 2021 tulikuwa na jumla ya wateja 3.17 ndio wateja ambao tulikuwa nao kama shirika. Lakini mpaka kufikia mwishoni mwa mwezi Februari mwaka wa 2025 tunao wateja 5.39 ambalo ni ongezeko la wateja 2.2 ndani ya kipindi cha miaka 4. Unaweza kaona kasi ya serikali kuendelea kuwaunganishia wateja umeme katika maeneo mbalimbali ya nchi yetu. Lakini nadhani nyewe wenyewe ni mashuhuda, wengi wetu hapa tunatoka vijijini, na nadhani tukirudi vijijini kwetu tunakuta kuna umeme. Tuna vijiji 12,318 katika nchi yetu, na mpaka tunavyozungumza sasa vijiji vyote hivi vimeshaunganishwa na huduma za umeme, na wale wenzetu ambao wako katika maeneo ya visiwani wameweza kufikiwa kwa kutumia mifumo ya nishati mbadala, ikiwemo kutumia teknolojia ya sola. Sasa ili uweze kuwaunganishia wateja umeme, kuna vitu tunaita transformer. Mwaka 2021 tulikuwa na jumla ya transformer 26,165 zilizokuwa zimefungwa maeneo mbalimbali kwa ajili ya kuwalisha wateja na umeme. Lakini mpaka kufikia sasa tumeweza kuongeza idadi hii ya transformer mpaka kufikia 33,108 ambalo ni ongezeko la transformer 6,943 ambazo zimefungwa ndani ya kipindi cha miaka 4. Sasa ongezeko hilo ni kubwa sana. Lakini moja ya vitu pia ambavyo tunakutana navyo kama changamoto kwenye mifumo ya usambazaji umeme ni upotevu wa umeme. Pale awali nilisema kwamba kusafirisha umeme tunatumia msongo mkubwa wa voltage ili kupunguza upotevu wa umeme. Lakini unapokuja huku kwa walaji sasa huna ujanja, kwa sababu lazima usambaze kwa voltage ndogo ambayo inalingana na viwango vya voltage vinavyohitajika kutumika kwa wateja. Kwa ina maana tunashuka kuja kwenye voltage kidogo. Na kwa maana hiyo upotevu wa umeme unakuwa ni mwingi katika eneo hilo. Lakini hata hivyo juhudi mbalimbali ambazo zimefanyika, mwaka 2021 kiwango cha upotevu wa umeme katika mfumo wetu kilikuwa ni 15.13 katika mifumo ya usambazaji. Katika mifumo yote usambazaji na usafirishaji, lakini tumeweza kukipunguza kiwango hicho sasa mpaka kufikia 14.54 ambacho ni kiwango kizuri ukilinganisha na wenzetu wa nchi za jirani. Watanzania wenzangu, sisi kama shirika la TANESCO pia tunao mradi tunaoita Grid Imara, ambao ni mradi ambao tuliasisi ukiwa umegawanyika, awamu yake ya kwanza ikiwa imegawanyika katika miradi midogo midogo 27,
ambapo katika miradi hiyo 27 miradi 6 imekwisha kukamilika na miradi 21 utekelezaji wake bado unaendelea. Na lengo la mradi wa gridi imara ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunakabiliana na matatizo ya umeme kukatika mara kwa mara katika maeneo mbalimbali kutokana na miundombinu yetu aidha kuwa chakavu kwa sababu ni ya muda mrefu katika baadhi ya maeneo, lakini pia hasa sana kutokana na kuongezeka kwa watumiaji wa umeme. Kwa hiyo mradi huu unalenga kuifanya gridi yetu kuwa madhubuti zaidi, na utekelezaji wa mradi huu unaendelea na kwa ujumla wake umefikia 40%, lakini kama nilivyosema miradi 6 kati ya 27 ambayo yuko katika kategori hiyo tayari imeshakamilika katika maeneo mbalimbali na inaendelea kutoa huduma kwa wateja wetu wa umeme. Watanzania wenzangu, mapato yetu ya shirika yameendelea kukua. Kutoka mwaka 2022 mapato yetu yalikuwa yalifikia trilioni 2.2, lakini yameongezeka mpaka kufikia trilioni 2.7 shilingi za Kitanzania tulipofunga mwaka wa 2024. Ongezeko hili ni kubwa, ni la 24%, na hii imeonyesha namna ambavyo shirika tumekuwa tukichukua mikakati mbalimbali kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mapato ya shirika yanakuwa na tunajenga uwezo wa kifedha wa kuweza kuendelea kutoa huduma kwa wateja wetu. Lakini hata hivyo mali za shirika kwa maana ya assets zimekuwa kutokea trilioni 17.288 mpaka kufikia trilioni 24.034 ambalo ni ongezeko la 39% ndani ya kipindi cha miaka 4 ya awamu ya 6, ikiwa inaonyesha ni namna gani serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan wamekuwa sasa wakiwekeza fedha nyingi zaidi katika shirika ili kulipa uwezo wa kuweza kutoa huduma ya umeme katika namna ambayo ni ya uhakika na bora zaidi. Tanzania wenzangu, gharama za uzalishaji wa umeme katika shirika letu zimeendelea kupungua, hasa baada ya kuanza kuzalisha sehemu kubwa ya umeme kwa kutumia maji na kupunguza uzalishaji ambao ulikuwa unategemea mitambo inayotumia gesi asilia ama mafuta ambavyo gharama zake ni kubwa zaidi ikilinganishwa na uzalishaji wa kutumia maji. Na kama mnavyofahamu, tulikuwa na uzalishaji wa umeme wa gesi asilia kutoka katika mitambo ya Songas ambayo tulisitisha mikataba ilipokwisha tarehe 31 Oktoba mwaka 2024, na hiyo ikimaanisha kwamba sasa sehemu ambayo ilikuwa inazalishwa na hiyo mitambo imehama, inafidiwa na uzalishaji unaotokana na maji. Lakini pia katika ile mikoa ambayo ilikuwa haijaungwa kwenye mfumo wa grid, nimeitaja mmoja wa mikoa ambayo kama tungekutana mwaka jana mwezi wa 11 ambao pia ningeutaja kwamba hauko katika mfumo wa grid ya taifa, ulikuwa ni mkoa wa Kigoma. Lakini mwaka wa jana tarehe 14 Disemba umeme wa mfumo wetu wa grid kutokea kituo cha Nyakanazi na substations ambazo tulizijenga pale Kidahui Kigoma, tuliweza kuwasha umeme wa grid katika mkoa wa Kigoma. Sasa jambo hili limetupunguzia gharama kwa sababu Kigoma pale tulikuwa tunazalisha umeme kuwapatia wananchi wa Kigoma kwa kutumia generator za diesel ambazo kwa mwaka matumizi yake ya mafuta na matengenezo zilikuwa zinafikia bilioni 58.4. Kwa kiwango hicho cha fedha tumefanikiwa kukiokoa kwa kuweza kuunga ule mkoa katika mfumo wa grid ya taifa. Lakini nimesema mwishoni mwa mwezi huu mkoa wa Katavi utaungwa pia kwenye mfumo wa grid ya taifa, na hivyo tutasitisha uzalishaji wa umeme katika eneo lile kwa kutumia majenereta ya diesel, ambapo pia tunataraji kuokoa jumla ya shilingi bilioni 27.5 kwa mwaka ambazo tulikuwa tunazitumia kwa ajili ya kuzalisha umeme wa mafuta katika eneo lile pamoja na matengenezo ya mitambo. Mkoa wa Rukwa matumizi ya mafuta yapo kwa kiasi kidogo
kwa sababu sehemu kubwa ya umeme tunaotumia kuulisha mkoa wa Rukwa tunaununua kutoka katika nchi ya Zambia. Nimesema kwamba mkoa wa Rukwa haujaingia kwenye mfumo wa gridi ya taifa kulingana na jiografia yake, lakini nimesema mwakani au 2027 katikati, kupitia mradi ule wa laini kubwa ya kusafirisha umeme kutoka Iringa, Mbeya, Tunduma mpaka Zambia, mkoa huo utaungwa kwenye gridi ya taifa. Na kama mnavyofahamu, nilisema sehemu ya mkoa wa Kagera haijaunganishwa kwenye mfumo wa gridi ya taifa, ukiondoa wilaya za Ngara, Mleba na Biharamulo. Wenzetu wa Bukoba, Kyerwa, Karagwe na Misenyi bado tunawapatia umeme ambao tunaununua kutoka katika nchi ya Uganda. Lakini nikasema mradi wa Benako Kyaka transmission line utakapokamilika, basi tutakuwa katika nafasi ya kuweza kuulisha mkoa ule kutoka kwenye gridi yetu ya Tanzania. Watanzania wenzangu, shirika la TANESCO linao wafanyakazi wanaofika 10,251. Katika sehemu hii wafanyakazi wa kudumu wako 6,273. Wafanyakazi wa mikataba ya muda maalum, yani temporary staff, wanafika 2,478, lakini pia tunao vibarua ambao tunafanya nao kazi katika maeneo mbalimbali wanaofikia 1,500. Nilikuwa ninalitaja hii kwa ajili ya kuonyesha kiwango kikubwa ambacho serikali kupitia shirika letu imeweza kutoa ajira kwa ajili ya Watanzania, na Watanzania wengine wengi pia wamepata fursa ya kuajiriwa katika miradi mingi ambayo imekuwa ikiendelea, ikiwemo mradi wa Julius Nyerere ambao sasa unaelekea kukamilika. Watanzania wenzangu, pia tunayo mafanikio makubwa ambayo tumeyapata katika tasnia ya huduma kwa wateja katika kipindi hiki cha miaka 4 ya awamu ya 6. Mwaka 2022 sisi kama shirika tulifanikiwa kuanzisha mfumo wa kidijitali wa maombi ya umeme unaoitwa ni Connect. Kupitia simu zetu nzuri hizi za kisasa au visoswadu, mtu anaweza akaweka maombi yake ya kuomba unganishiwe umeme kwa kupitia njia ya simu, na hili ni jambo zuri pia ambalo limefanyika ndani ya kipindi cha miaka 4 ya awamu ya 6, kwa sababu nimesema tumelifanya hili mwaka 2022. Lakini katika mwaka huo 2022 tuliweza kuanzisha kituo cha miito ya simu ambapo wateja wanaweza wakapiga simu na wakatuelezea matatizo yao, na watu wetu wakaweza kuyatatua kwa kufanya mawasiliano baada ya kupokea simu hizo kupitia hiki kituo cha miito. Lakini hivi sasa pia kama shirika tumeboresha eneo hilo. Mteja anapotupigia simu, basi yeye halipi, kwa maana kwamba anaweza akapiga bila malipo. Unaponyanyua simu kupiga namba 180 TANESCO ili uweze kupatiwa huduma, basi utasikilizwa na kupatiwa huduma bila kukatwa fedha yoyote kwenye simu yako. Na hilo tumelifanya mwaka huu 2025, hiyo ya toll free line. Lakini mwaka 2023 pia tulianzisha mfumo wa utoaji wa taarifa kwa wateja kwa njia ya WhatsApp ambao sisi tunaita JSOT. Kwa hiyo unaona ni namna gani ambavyo shirika limeendelea kutumia maendeleo ya teknolojia kwa ajili ya kuboresha pia huduma kwa wateja wake. Lakini hiyo haitoshi, tumeanzisha pia kitu tunaita makundi sogozi. Kwa hiyo watu wetu wanaohudumia umeme Tandika wanaanzisha grupu la WhatsApp kwa ajili ya wakazi wa Tandika. Kwa kama kuna tatizo, inakuwa ni rahisi wao wenyewe kupeana taarifa, lakini pia kuzifikisha taarifa hizo kwenye shirika. Mara nyingine watu wanasema umeme umekatika, lakini kumbe ni lori tu limegonga nguzo. Sasa kama watu wale wako kwenye kundi jirani pale, maana yake watasema jamani, hapa Tandika mahali fulani kuna lori limegonga nguzo, imeanguka.
na kwa sababu wako kwenye group moja, maana yake hata wale watumishi wa TANESCO wanaona taarifa hiyo kwa mapema na wanaweza kurudi na kutoa huduma inayotakiwa au kufanya marekebisho yanayotakiwa kwa mapema zaidi, ili kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kupata huduma ya umeme. Na mpaka sasa kama shirika tunaweza tukasema kufikia Disemba 2024 uwezo wetu wa kutoa huduma ulifikia 96% ya matatizo yote ambayo yanaripotiwa TANESCO kuweza kutatuliwa ndani ya masaa 8. Kwamba shida zote za wateja zinazoripotiwa ndani ya masaa 8 zinatatuliwa. Yaani 96% ya shida hizo zitakuwa zimetatuliwa ndani ya masaa 8. Sasa hiyo ni performance ambayo tumefikia, ambayo ni nzuri, na tunafurahi kwamba wateja wanaendelea kufurahia huduma yetu. Watanzania wenzangu, serikali ya Tanzania chini ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ilizindua mkakati wa kitaifa wa nishati safi ya kupikia ya mwaka 2024 kuelekea 2034. Uzinduzi huu ulikuwa ni Mei mwaka jana, mwaka 2024, na lengo la mkakati huu ni kuhakikisha kuwa 80% ya Watanzania wanatumia nishati safi ya kupikia ifikapo mwaka wa 2034. Sasa nishati safi maana yake inatuacha safi, lakini inapika kwa haraka zaidi na kwa ufanisi mzuri zaidi. Na sisi katika hili la nishati safi ya kupikia tumekuja na mkakati unaoitwa umeme ni nishati nafuu zaidi jikoni. Pika kwa umeme. Umeme ni nishati nafuu zaidi jikoni, pika kwa umeme. Sasa zamani huko watu walikuwa wanasema kupika kwa umeme ni gharama. Teknolojia imetupa jibu. Kupika kwa umeme si gharama tena kama ilivyokuwa zamani. Majiko yamegunduliwa. Mengine ni ya pleti, mengine ni kama pressure cooker ambayo unaweza ukapika kwa kutumia umeme kwa gharama nafuu zaidi kuliko gesi, kuliko kuni na kuliko makaa. Na nadhani katika maonesho yetu mbalimbali mtakuwa mmepata fursa ya kuyaona majiko hayo, na sisi kama TANESCO tunaendelea kusisitiza kwamba tutumie nishati safi za kupikia, lakini hasa sana nishati ya umeme. Na haya majiko si bei. Kwa hiyo tunaweza tukayatumia, pengine sisi ambao tuko hapa tukawa ni chachu ya kuwaonyesha wenzetu namna ambavyo ugunduzi huu mpya wa teknolojia umeweza kufanya jambo ambalo zamani lilihofiwa kwamba kuwa ni la gharama, na jambo hilo sasa limekuwa ni rahisi. Na uzuri wa haya majiko, unapolipikia chakula kikishaiva linajizima lenyewe. Kwa kama mama yuko kule anaangalia tamthilia yake, hakuna wasiwasi. Si ndio jamani? Zamani tulikuwa tunasema akina mama hawaunguzi tu kuku. Tukasikia kila siku tusikia maharage yameungua. Lakini kuku lakini sasa majiko haya yaliyokuja maana yake hata maharage hayataungua. Kwa hiyo niwahamasishe kwamba tuyatumie ili tuweze kuleta hayo mapinduzi ya kupunguza gharama, lakini pia mapinduzi ya kupunguza muda. Maana jiko lile hulichungulii, kwa sababu unahakika kwamba chakula kikiiva litajizima lenyewe. Kwa kama unaenda kusuka atakwenda, kama ni kazi yako ya kumwagilia mboga utafanya, kama unachona cherehani utashona, kwa sababu muda wako utakuwa umekuwa freed kwamba unaweza ukapika wakati ukiwa unaendelea kufanya shughuli zingine. Nimezungumzia mafanikio ya shirika letu mengi, lakini hiyo sio mwisho. Tunazo mbio bado ambazo tunazipiga ili tuweze kuongeza zaidi uzalishaji wa umeme, tuweze kuwa na laini nyingi zaidi za kusafirisha na kusambaza umeme, lakini pia tuweze kuboresha hata namna ya uzalishaji wetu wa umeme kwenda kwenye teknolojia zingine. Maana nimetaja uzalishaji kwa maji, nikataja uzalishaji kwa gesi asilia, nikataja mafuta mazito, nikataja sola, lakini kumbe tunayo maeneo mengine ambayo tunayaangalia, hata joto ardhi, maana geothermal. Kwa tuko mbioni
kuwa na miradi mingine mikubwa. Mradi wa Maragarasi megawati 49.5 umeshaanza kujengwa. Kakono tutaanza kujenga, tumeshapata fedha megawati 87.9. Lakini Kishapu Sola awamu ya pili megawati 100 niliongelea, tutaanza baada ya mwezi wa 8 tukao tumemaliza ile awamu ya kwanza ya megawati 50. Lakini tunayo miradi mingine ya maji Ruhuji kule kusini Njombe huko megawati 358, tuna plani kuanza ujenzi wake mara moja. Lakini pia mradi wa Rumakali ambao nao una ukubwa wa megawati 222. Lakini pia mpango wetu ni kuongeza uzalishaji zaidi wa umeme kutokana na gesi asilia na makaa ya mawe ambayo tunayo kwa wingi katika nchi yetu ya Tanzania. Tutaendelea na utekelezaji wa miradi ya kuzalisha umeme kwa joto ardhi megawati 70 kule eneo la Ngozi Mbeya, na kwenye uchorongaji wa visima na utafiti huko katika hatua za mwisho. Lakini pia tutaendelea kujenga miradi zaidi ya kusafirisha umeme mkubwa utakaoendelea kutuunga gridi yetu ya Tanzania na gridi ya nchi nyingine jirani. Na moja ya miradi hiyo ni mradi wa njia kubwa za kusafirisha umeme kuunganisha na nchi ya Uganda, kuunganisha na nchi ya Kongo, kuunganisha na nchi za Malawi na Msumbiji. Lakini pia nilisema mradi ule mkubwa wa kusafirisha umeme utakapotoka Iringa kwenda Mbeya mpaka Tunduma utakata kona kwenda Sumbawanga. Lakini nia ya serikali ni kuongeza tena mradi ule kutoka pale Sumbawanga uende Katavi, uende kuunganika tena na Kigoma ili tuwe kwenye ring circuit ya transmission line zetu za umeme mkubwa. Lakini kama mnavyofahamu, kusini mwa Tanzania maeneo ya Mtwara na Lindi tunayo gesi asilia. Mipango yetu ni kuzalisha umeme zaidi kutoka katika maeneo yale, na hivyo line zetu za umeme tazijenga zaidi kutoka Kinyerezi kwenda Mkuranga, zishuke kwenda Kibiti, zishuke kwenda Somangafungu, Lindi, na hatimaye ziweze kufika Mtwara. Kwa hiyo ni mipango ambayo tunayo, ambayo tutaendelea kuitekeleza. Lakini pia kwa kutoka Chalinze tutaweka line kubwa ya umeme msongo wa kilovolti 400 iende mpaka Segera Tanga, ikifika pale ikate kona iende mpaka Same, irudi kuja mpaka Arusha, ili napo huku nako tuwe na ring circuit ya line kubwa za umeme. Tukifika pale Segera, kipande cha kilovolti 220 kitajengwa kutoka Segera mpaka kufika Tanga. Lakini pia tuna ujenzi wa kipande kidogo kutoka Chalinze kupeleka Bagamoyo. Kama mnavyofahamu, tunaongelea bandari ya Bagamoyo itahitaji umeme. Tunaongelea sasa kilimo cha miwa kwa ajili ya sukari na viwanda vya sukari maeneo ya Bagamoyo, na eneo hilo kwa kipindi kifupi usoni kitahitaji kuwa na umeme mkubwa. Lakini kama mnavyofahamu, mwezi wa Januari tarehe 27 mpaka 28 wakuu wa nchi za Afrika walikutana jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kitu kilichoitwa African Heads of States Energy Summit, ambapo wakuu hao wa nchi hizo walikutana hapa kwa ajili ya mpango unaoitwa M300. Mpango wa M300 unatokana na kwamba kusini mwa jangwa la Sahara tunasema kuna watu takriban milioni 600 ambao hawajafikiwa na huduma ya umeme. Kwa bara la Afrika na viongozi wake wakiongozwa na African Development Bank wakafikiria kwamba ni vizuri basi kati ya sasa mpaka kufika mwaka 2030 nusu ya hawa milioni 600 wao wameweza kuunganishwa na umeme katika nchi mbalimbali za ukanda wa bara la Afrika. Sasa mkutano ule ulilenga kuja kuweka mikakati ya namna ambavyo jambo hilo litatekelezwa, na Tanzania tumekuwa ndo nchi kiongozi wa jambo hili, na tunataraji kwamba inapofika mwaka 2030 basi matokeo ya mpango huu yawe yamekuwa realized, na hivyo kufanya si tu nchi nyingine za Afrika, hata sisi wa Tanzania tuwe tumeweza kuwaunganisha wa Tanzania wengi zaidi na huduma ya umeme. Watanzania wenzangu, kwa kuhitimisha, mafanikio ya TANESCO katika kipindi cha miaka 4 chini ya uongozi wa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa awamu ya 6, yameleta mabadiliko makubwa katika sekta ndogo ya umeme nchini.
ambapo wananchi wananufaika na upatikanaji wa huduma ya umeme ambayo ni ya uhakika. Sisi kama shirika TANESCO tutaendelea na utekelezaji wa miradi mbalimbali na maboresho ya miundombinu mbalimbali katika maeneo mbalimbali nchini kwetu kama nilivyoeleza, ili kuhakikisha kwamba Watanzania wanapata umeme wa uhakika. Na hii ndio azima kubwa ya serikali yetu ya awamu ya 6. Na kufikia hapa, Watanzania wenzangu, wana habari, basi niwashukuru sana kwa kunisikiliza, na ninaomba sasa nikaribishe kama kuna jambo ambalo pengine na sisi tungeweza kusikia kutoka kwenu, ama jambo ambalo pengine mahali fulani mngehitaji kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na yale ambayo nimeyazungumza hapa. Asanteni sana. Mwenyezi Mungu atubariki sote. Najua wote tulioko hapa wajibu wetu ni mmoja wa kulitumikia taifa letu la Tanzania kwa ajili ya kuhakikisha kwamba maisha yetu ya Watanzania yanakuwa ni bora zaidi. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi iendelee. Asante sana Engineer Gisima Nyamohanga, mkurugenzi mtendaji wa TANESCO, na kupongeza kwa namna ulivyowasilisha taarifa yako kwa umahiri kiasi ya kwamba hata waandishi leo naona hawana maswali. Tutauliza maswali 5. Muda umekwenda sana. Anaitwa Richard Mwikenda kutoka Sim Blog na kamanda wa Matukio Online TV. Mimi nilikuwa nauliza kuhusu umeme wa gridi ya taifa ambao unaendesha SGR. Tumekuwa tukisikia mara kwa mara kwamba unasababisha hitilafu na treni linasimama na kuleta usumbufu kwa abiria. Je, mna mkakati gani labda wa kuweka umeme au kutenga umeme special kwa ajili ya SGR ili kusitokee matatizo kama haya? Asante. Naitwa Danson Kaijage, niko Mwanahalisi Online na Raia Mwema pia. Nipongeze juhudi za rais kwa maana anajitahidi sana kuwezesha katika swala zima la umeme. Lakini tatizo liko kwenu TANESCO. Kumekuwa na tatizo la kukatika katika umeme kwa mara na kupelekea kupata hasara za biashara au mali za watu kuungua. Mimi mwenyewe ni declare test ni mmoja wapo wa vitu vinavyotokea hivyo. Ni mkakati gani ambao wako Nzuguni kwangu mimi? Ni sehemu gani, ni mkakati gani wa kuweza kusaidia kulipa fidia ya vitu vinavyoharibika? Au ni namna gani mnaweza mkaishawishi serikali ivunje shirika hili ili iweke mwekezaji mwingine? Kwa jina naitwa Joyce Kasiki, naandikia gazeti la Majira. Mimi nilitaka kufahamu kama TANESCO mna mpango gani wa kwenda kiteknolojia zaidi sijui nielezeje, lakini wakati mtu anapoweka umeme asiwe tena na heka za kusubiri mpaka token. Mna mpango gani sasa wa kuleta utaratibu ambao mtu akinunua tu umeme moja kwa moja inajirecharge baada ya kuanza kusubiri tena token? Wakati mwingine zile remote mlirahisisha, lakini na zenyewe wakati mwingine zinakuwa na changamoto ambapo ikiharibika inaweza isitengenezeke na usipate tena, mara ukapata gharama za kushushiwa mita ukaanza tena kuingiza umeme kwa kupanda kwenye ngazi. Naitwa Jenibet Albert Kashaija kutoka Maisha FM. Mkurugenzi, nikupeleke Kagera. Umesema kwamba wilaya karibia 3 ndio. Wilaya karibia 3 ndio zimenufaika au ziko kwenye mfumo wa gridi ya taifa. Labda pengine katika mradi huu wa Benako Kiaka, bahati nzuri nimekusikiliza kwa makini, hujataja ni lini utakamilika. Natamani nipate at least kufahamu ni mwaka gani Kagera naweza kunufaika na mfumo wa gridi ya taifa. Asante. Asante mkurugenzi, na kupongeza, lakini pia shukrani kwa uanzishwaji wa yale makundi sogozi. Kwa namna moja ama nyingine kwa kweli tunayoyatumia yanatusaidia kidogo. Naitwa Habel Chidawali, naandikia magazeti ya Mwananchi. Mimi ningetaka kujua
Kuna kauli zinasema kuna baadhi ya mikoa tunapata umeme kutoka nje ya nchi yetu. Lakini leo unatuambia tuna akiba ya umeme. Ni nini juhudi za TANESCO kuhakikisha kwamba huu umeme tunaouzalisha ambao tunao kama akiba unawafikia Watanzania wenzetu hao ili tuweze kushare keki ya pamoja? Maana tunapoendelea kutumia umeme wa nje, likitokea lolote la kutokea, hao wenzetu wa mikoa hiyo hali inakuwaje? Asante mkurugenzi, mimi naitwa Butwali Makame. Swali langu lilikuwa TBC. Swali langu ilikuwa ni kwenye eneo la pale Iyumbu, na kwenye kuna changamoto sana ya kukatika kwa umeme, lakini jambo kubwa ambalo lilikuwa linaonekana pale kama ni changamoto ni transformer. Sasa nikatamani pia kufahamu kwamba changamoto hii pengine itakwenda kukoma lini, lakini mpango wa kuwafidia uko vipi? Lakini kuhusiana na swala la kupunguza ile upotevu wa umeme kwa 14%. Sasa mikakati ikoje kuhakikisha kwamba tunapunguza zaidi walau kufikia 5% au kumaliza kabisa? Asante sana kwa maswali yenu mazuri. Naomba sasa Injinia Nyamohanga ujibu maswali hayo kutoka kwa waandishi. Mkurugenzi, mimi ninakushukuru sana, lakini pia niendelee kuwashukuru wanahabari wetu ambao wameuliza maswali, na nina imani kwamba haya yatasaidia kutujenga sisi kama shirika na kutufanya kuwa bora zaidi. Richard Mwaikenda, grid, SGR, shida za hapa na pale. Sasa jibu lake hili ni kwamba kwanza ule mradi wa SGR ni kwamba una laini maalum ya umeme. Lakini shida zilizojitokeza awali zilikuwa ni shida kwa sababu mfumo ndo tulikuwa tunaanza kuutumia mara ya kwanza. Kwa hiyo kulikuwa na hatua nyingi za kujifunza. Lakini za kujifunza si upande wa TANESCO pekee, lakini pia hata kwa wenzetu wa TRC. Sasa kitu kinapokuwa kipya, yumkini lazima kinaweza kikasababisha shida kwa sababu ya ugeni wake, lakini nichukue fursa hii mimi kuwahakikishia wanahabari mliopo hapa na Watanzania wenzangu mnaonisikiliza kwamba laini ile ya SGR sasa iko madhubuti na huduma ya usafiri wa treni inaendelea kuwa vizuri na kuendelea kuimarika. Lakini mpango ambao tunao kama shirika ni kuhakikisha kwamba SGR tunaichukulia sasa kama mkoa, na kwamba tutaweka management na utawala maalum kwa ajili ya mkoa tutakaoita mkoa wa SGR. Katika level za TANESCO katika kila mkoa huwa tuna manager wa mkoa ambaye anakuwa na timu ya watu wengi kutokea watu wa administration mpaka mafundi na maengineer kwa ajili ya kuangalia huduma ya umeme katika mkoa husika. Kwa jambo ambalo tumeanza sasa baada ya kujifunza ni kuifanya SGR nayo kuwa mkoa ili iwe na a dedicated team ambayo wao kukicha asubuhi jioni wanashughulika na line ya SGR ili kuhakikisha kwamba umeme katika uendeshaji wa treni unakuwa ni wa uhakika na madhubuti. Ndugu yangu Kaijage yeye amesema katika kwa umeme mali za watu kuungua, na ni lini tutaanza kulipa hizo fidia, na kwa nini shirika sasa lisivunjwe? Pengine si tuanzishe kitu kingine, si ndio jamani? Lakini mimi niseme tu kwamba kama nilivyosema katika presentation yangu, jambo hilo tulikwisha kuliona, na ndio maana nikaongelea kitu tunaita miradi ya gridi imara kwa ajili ya kuangalia pale ambapo ni pasiku nyingi ni pachakavu tuweze kuweka miundombinu mipya, lakini kuangalia pale ambapo pengine kutokana na kukua kwa matumizi ya umeme na kuongezeka kwa watu miundombinu yetu imezidiwa, tuweze kuiongeza ili iwe mikubwa zaidi ili tusikabiliane na hilo tatizo la umeme kukatika. Kwa hiyo hilo tunalifanyia kazi na na imani maeneo mengi hali imeimarika zaidi kuliko tulivyokuwa huko nyuma. Sasa Bwana Kaijage,
Sasa wanasema mtoto wako. TANESCO si mtoto wenu bwana. Sasa mtu unaweza kusema tutupe kabisa. Lakini tukumbuke kwamba huko nyuma iliwahi kuja Net Solution kama private company hapa, si ndio, kuendesha shirika. Lakini nadhani hali ikawa sio sawa sawa zaidi, na pengine matatizo mengi ambayo tumearithi yalitokana na wazo hilo. Kwa wazo hili la sisi wa Tanzania wenyewe kuendelea, kwa sababu tuna imani kwamba uwezo tunao, nadhani ni jema zaidi kuliko kuwaza vinginevyo. Ndugu yangu Kashaija Joyce Kasike, teknolojia tunaifanyia kazi, na moja ya changamoto kubwa sana ambayo tumekutana nayo na ambayo hata sisi wenyewe hatuipendi ni hiyo ya mtu kununua umeme, unit zije kwenye simu, alafu ndo akaweke kwenye mita. Kwa hivi tunavyozungumza, shirika liko mbioni, tumeshatenga timu za wataalamu wetu kufanyia kazi jambo hilo, kuhakikisha kwamba sasa Mtanzania atakaponunua umeme, zile unit ziweze kwenda moja kwa moja bila yeye kulazimika kwenda kusikii ili tuondokane na haya matatizo tunayoyapata, ikiwemo za remote kuharibika ama kutokufanya kazi muda mwingine. Kashaija yeye amependa nyumbani, anauliza Kagera, lakini nimesema Kagera, sehemu ya Kagera imeshaingia kwenye gridi ya taifa. Maeneo machache yaliyobaki tutayajibu kwa kutumia Benako Kyaka, ambapo tunatarajia kwamba kufikia mwaka 2028 mradi huo utakuwa umekamilika, na 2027 mradi utakuwa umekamilika na mkoa wa Kagera utakuwa umeingia wote sasa kwenye gridi ya taifa. Lakini swali lake lilifanana na la Bwana Makame, ambayo alisema kuna tatizo Iyumbu. Nadhani Iyumbu ni Dodoma, umeme unakatika, ni lini tutamaliza hilo tatizo? Bwana Makame, hili naomba nilichukue na nikuahidi kwamba hili tutalimaliza leo kama ni la transform, sababu hili si kubwa sana na kusema linaenea sehemu kubwa. Nikitoka hapa tutafuatilia, tuangalie huko Iyumbu kama ni kubadilisha hiyo transformer, tuweze kuibadilisha kuweka kubwa zaidi au kuongeza nyingine, ili tuweze kuondokana na hiyo kero ambayo mnakutana nayo. Lakini kulikuwa na swali pia la Chidawali Makundi Sogozi amepongeza, na sisi tunaendelea kuimarisha hilo, kuhakikisha kwamba maeneo mengi yote ya nchi yetu yawe na makundi haya, ili kurahisisha kupata taarifa pale ambapo kunakuwa na tatizo, ili tuweze kupata muda wa haraka zaidi wa kuweza kulitatua na kurejesha huduma. Lakini akasema tunapata umeme kutoka nje ya nchi. Kidogo bwana Chidawali hili linamkera, lakini hata mimi nikimtizama naona kama amevaa kasuti kutoka China. Sasa jamani, tunasema dunia inakuwa moja, si ndio? Dunia inakuwa, mipaka hii itaendelea kuwepo kwa maana ya kiutawala, lakini niseme tu kwamba ubadilishanaji wa huduma na bidhaa baina ya nchi na nchi ni jambo ambalo kwa kipindi hiki cha maisha tunayoishi sasa haliwezi kuzuilika. Cha msingi ni sisi kama taifa ama shirika kuangalia kwamba tunapata manufaa zaidi kutokana na hayo mahusiano ya kibiashara kuliko pengine hasara. Sasa niseme ni kwa nini kwa mfano tunanunua umeme kutoka Zambia kuilisha Rukwa wakati tunasema tuna umeme wa ziada? Au ni kwa nini tunanunua umeme Uganda kuulisha mkoa wa Kagera wakati hapa ninasema tuna ziada? Sasa sababu zake ni sababu za kijiografia. Na moja ya sababu hizo za kijiografia ni kwamba mikoa hiyo ni mikoa ya pembezoni, na miundo mbinu yetu mikubwa ya kupeleka umeme huko haijafika. Lakini miundo mbinu yetu haijafika, lakini jirani miundo mbinu ipo. Mtu anakaa pale Sumbawanga anaona umeme Zambia unawaka. Mtu anakaa pale sijui ni Mtukura anaona hapo Masaka sijui ni Mbarara Uganda umeme unawaka. Sasa kama taifa tukasema tufanye mipango ya maelewano kwamba kwa sababu miundombinu yetu haijafika huku, badala ya kuacha wananchi hawa waendelee kuteseka na giza na maendeleo yao kubaki nyuma, tuchukue umeme kutoka kwenu
tuwawashie, tutakuwa tunawalipa. Lakini kwa mipango kwamba tutakapokuwa tayari, basi wananchi wale tutawalisha na umeme wa kwetu. Na kama nilivyosema, ndivyo tunavyofanya Kagera, kwa sababu miundombinu haijafika, itafika mwaka 2027 kupitia mradi wa Benako Kyaka. Ndivyo tunavyofanya Sumbawanga, hatutaendelea kufanya hivyo kwa muda mrefu. Mwaka 2026 kuelekea 27, hiyo laini kubwa inayojengwa kutoka Tunduma kwenda Sumbawanga itakapokamilika, basi wa Zambia tutawashukuru, tutasema asanteni, mmekuwa mkitupa umeme muda mrefu, sasa hivi tuna umeme wetu, na ikiwezekana pengine sisi ndo tutawapa wa Zambia. Si ndio jamani? Kwa hiyo niseme tu kwamba mambo hayo ya ubadilishanaji biashara ya huduma na bidhaa baina ya nchi na nchi duniani ni jambo la kawaida. Hatuwezi kujifungia kama nchi. Lazima tuangalie fursa ambazo zinapatikana nje ya nchi yetu, na pale ambapo tunaweza tukazipata kwa bei ambayo ni nafuu na rafiki zaidi, basi tukazitumia kwa ajili ya kuwapa faida Watanzania wenzetu. Naona mkurugenzi anasogea, yawezekana muda umekwisha, basi nitumie fursa hii kukushukuru mkurugenzi, lakini pia kuwashukuru wenzetu wanahabari na Watanzania wenzangu ambao wamekuwa nasi kwa muda wote wa kipindi hiki. Asanteni sana. Asante sana ndugu zangu wanahabari na Watanzania mnaotufuatilia. Serikali ya awamu ya 4, serikali ya awamu ya 6 ambayo imefikisha miaka yake 4 ya uongozi wa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan imewekeza kwa kiasi kikubwa kwenye sekta ya umeme.